Clement Francis Mzize, mshambuliaji raia wa Tanzania anayecheza kwenye klabu ya soka ya Young Africa, amefanikiwa kutoa tuzo ya goli bora la mwaka la michuano ya CAF baada ya kufunga bao hilo katika mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya TP Mazembe kwenye hatua ya makundi kwa msimu uliomalizika. Clement Mzize ameshinda tuzo hiyo akiwa ni mchezaji wa pili kutoka katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kushinda tuzo hiyo baada ya ile ambayo pia alishinda Pape Othman Sako akiwa na kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa ushindi wa Clement Mzize ambao ulitangazwa siku ya jana, licha ya kwamba yeye hakuhudhuria katika sherehe hizo, uliamsha shangwe pamoja na furaha kubwa kwa Watanzania na wale wote wapenda soka, lakini pia zaidi kwa klabu yake ambayo anaitumikia baada ya kutangaza kuwa yeye ndiye mshindi wa goli bora la mwaka la CAF katika tuzo ambazo zilifanyika nchini Morocco siku ya Novemba 19, 2025. Sasa basi yeye mwenyewe Clement Mzize amesifu na kufurahia kupatikana kwa tuzo hiyo ambayo anaipata, ambayo yeye amekiri kwamba itamuongezea nguvu zaidi katika michuano ijayo. Licha kwamba anaweza akakosa hatua yote ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu kutokana na kwamba yuko na majeraha ambayo pia amefanyiwa upasuaji ambao utamlazimu kukaa nje kwa muda mrefu zaidi. Je, unafikiri tunaweza kuendelea kutoa wanamichezo ambao wanafanya vizuri hasa katika soka la Afrika? Tuzo kama hizi zinaweza kuendelea kuwa nyingi zaidi. Lakini liko jambo moja pia nikukumbushe, katika tuzo hizi ambazo zimechukuliwa na wachezaji kutoka ligi kuu ya soka Tanzania bara, magoli yote yalifungwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Pape Sako dhidi ya klabu ya ASEC Mimosa alifunga katika dimba la Benjamin William Mkapa. Clement Mzize pia dhidi ya klabu ya TP Mazembe alifunga katika dimba la Benjamin Mkapa. Na magoli yote hayo yalifungwa dhidi ya timu za kutoka kusini mwa jangwa la Sahara ama timu zisizo za Kiarabu. Tuandikie maoni yako. Hii ni Travel TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa. Hakikisha umesubscribe, umelike, umeshare na kucomment.